Mimi naitwa Mchungaji Yohana Chacha Kiserere. Natokea PAG tawi la Yesu Kwanza. Nimekuja kwa niaba ya viongozi wetu wa PAG wa wilaya kwa ajili ya uwakilisho huu. Mimi naweza kusema kitu kimoja tu kwamba ukizimika umeme ndio utajua umuhimu wa umeme. Kama unautumia unaona ni kawaida tu, lakini ukizimika huko katikati ya wageni kama hawa alafu ukafanya ndio utajua umuhimu wa umeme na utaheshimu sana mambo ya umeme wanapokuwa wanaelekeza usifanye hivi, ufanye hivi. Kwa hiyo nafikiri viongozi wetu karibuni sana, jambo mnalolifanya ni jema, ni kung'arisha mji wa Bunda kama alivyosema kiongozi wa TANESCO. Barikiwe sana. Kwa jina ninaitwa Abubakar Ali Nyambuga. Nafasi nilionayo katika uongozi wa dini ni shekhe wa wilaya kupitia taasisi kuu ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Kwanza kabisa sisi kama Waislamu na viongozi wa dini tumefurahia tulipoambiwa kuna ugeni kutoka makao makuu ulokuja katika wilaya yetu kushughulikia suala zima la umeme katika maeneo ambayo kidogo yana changamoto za umeme au hayajafikiwa na umeme. Lakini furaha hiyo ilituelekeza kwenye mahusiano kwa kiongozi ambaye tuliyemchagua kama mwakilishi wetu, kuyajua mapungufu ambayo walionayo wananchi wake na namna gani ambavyo anavyoweza kutengeneza mahusiano baina yake na wale wanaohusika katika mazingira ya yale ambayo ni mapungufu katika maeneo aliyochaguliwa, kwa sababu ni jukumu la taifa kuhakikisha wananchi wao wanaishi katika mazingira yaliyokuwa bora, yaliyokuwa salama, yenye mwanga, yenye maendeleo na mafanikio. Lakini kama utakuwa hujampata kiongozi ambaye ana maono kama hivi, lakini kuwa na mahusiano yaliokuwa makubwa na kujituma, nafikiri hata nyinyi tusingekupateni. Kwa hivyo tunamshukuru yeye, tunalishukuru taifa pamoja na kuwashukuru nyinyi ambao mlotufika. Tunasema asanteni sana. Naomba pale umeme utapofungwa, atapokuwa unaunganisha, wananchi watumie nafasi, fursa hiyo kuhakikisha kwamba wanafanyaje, wanaunganisha umeme. Yaani wanaunganisha, si ndio? Ili kwa sababu ya bei. Maana baada ya pale bei inapanda. Mradi akishaondoka bei inafanyaje? Inapanda. Kwa hiyo wasidhani kwamba ile bei itaendelea siku zote. Kwa hiyo leo akiingia pale bei ya 27, wakishaondoka kandarasi akishatoka site bei inafanyaje? Inapanda. Kwa hiyo wasije wakalaumu. Kwa hiyo tuhamasishe sana kama alivyoongea kiongozi hapa, waweze kulipa kwa wakati, waweze kuunganisha umeme kwa wakati ili bei isije kapanda wakaanza kulaumu, wakaja ofisi ya mbunge tuunganishie umeme, wakaenda kwa diwani tuunganishie umeme, wakaenda kwa shehe tuunganishie umeme. Lakini la pili ni wapongeze sana kwa kazi nzuri. Msituchoke. Mbunge wetu sisi machachari kwa ajili ya kusaidia wananchi, ataibua na vingine. Lakini la pili nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuweza kuendelea kuiwezesha LEA. Kwa sababu jambo hili limeibuliwa miaka mingi. Jambo hili unajua tuna kasumba wanadamu. Jambo linaweza kaanzishwa na mwenzako, lakini ukija ukaona halina maana ya mtu liweke, lakini bado yanafanya nini? Ananiendeleza na kuliwezesha kama hivi mnavyofanya. Na hata sisi kwenye Chama cha Mapinduzi tunatembea kifua mbele kwa kweli. Ilani yetu inatekelezwa vizuri kupitia mradi wa LEA pia. Kwa sababu wananchi wanavyoona, kuna kaneno alikasemaga Mama Tibaijuka, na napenda ni mkoti. Alisema unajua kadri unavyozidi kupanua ndivyo watu wanavyozidi kutamani. Nilikuwa nazungumziwa LEA, ni kwamba unavyozidi kupeleka umeme sehemu zingine, watu wengine nao wanazidi kufanya nini? Kutamani nao wafanye nini? Wapate umeme. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana watendaji wa LEA kwa kazi nzuri mnayofanya. Mnawasaidia hata wenzetu TANESCO kurahisisha kazi. Kwa hiyo niwapongeze sana, karibuni sana. Tunawashukuruni sana na tunamshukuru Mheshimiwa mbunge kwa sababu mnaweza maeneo mengine mmepita mshakutana na kitu kama hichi. Yaani inawezekana kazi mmekuja kwenye kazi yenu mmemaliza mnaondoka, si ndio? Lakini ameamua mkutane na wananchi, mzungumze nao na muwape faida na wao wakatoe elimu kwa wengine na tupate chakula cha mchana pamoja. Kwa hiyo tunamshukuru sana na tunawashukuru sana nyinyi kubali wito huu wa kuja kupata chakula cha pamoja na sisi. Ndugu zangu, habari ya mchana. Ninawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee.
Kazi na utu, tunasonga mbele. Niliyeko mbele yenu naitwa Lucas Daniel Marco, ni diwani wa kata ya Nyamakokoto, lakini ndiye makamu mwenyekiti wa halmashauri ya mji wetu wa Bunda. Ndugu zangu, kwanza niwapongeze kwa nyinyi mlioko hapa, lakini pia nichukue nafasi hii kuwapongeza wageni wetu kwa hatua walioifanya ya kuja kujiridhisha kutokana na changamoto ambayo aliraise mbunge wetu kule kwamba kuna maeneo bado yana uhitaji wa umeme, kwa sababu ni lengo la serikali kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata huduma ya umeme. Na sisi kama halmashauri tunasema tunashukuru sana, kwa sababu sasa tunakwenda kutimiza ile kiu na adhima ya wananchi wetu ambayo walikuwa wanahitaji kwa muda mrefu. Niombe basi, kwa sababu wananchi wamekwisha kuona mkipita huko, tunaomba muende mkachukue hatua za haraka na mapema iwezekanavyo kadri bajeti itakavyoruhusu, ili watu wale sasa waondokane na adha ile na tuendelee kuwahudumia wananchi wetu wakiwa katika mwangaza mzuri.